Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu, Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na tunapoadhimisha sherehe hii tunakumbuka hata yale mafundisho ya mababa. Kuna hadithi ya Mtakatifu Agustino ambaye alitafakari kwa undani sana juu ya Utatu Mtakatifu. Alifikiri anaweza kaeleza kwa akili yake. Akiwa anatembea kando ya bahari, akamwona mtoto mdogo akichota maji kutoka baharini kuweka kwenye kashimo kadogo. Akamuuliza mtoto, unafanya nini? Nataka niachukue maji haya ya bahari niyajaze katika shimo hili dogo. Akamwambia, mbona haiwezekani? Yule mtoto akamwambia, mbona na wewe unayawaza hayo juu ya Utatu Mtakatifu? Hayawezekani. Afa katoweka. Kwa maneno mengine, tunalitafakari na kuadhimisha fumbo kubwa, fumbo la imani yetu, na fumbo ambalo ni mama wa mafumbo yote, Utatu Mtakatifu. Tunapouendea Utatu Mtakatifu, hatuendi kwa akili zetu ambazo haziwezi zikapenya fumbo hili. Tunalitafakari fumbo hili kwa mioyo yetu, si kwa akili zetu. Ukienda kwa akili yako, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni miungu watatu tasema. Lakini katika moyo tunauendea Utatu Mtakatifu kwa upendo, na ndio tunakaa mbele ya Utatu Mtakatifu. Mungu mwenyewe anajifunua kwetu, anajieleza kwetu. Na ndio maana tunaona umuhimu wa fumbo hili kubwa katika maisha yetu ya Kikristo. Kwanza tutambue tumeumbwa kwa sura na mfano wa Utatu Mtakatifu. Hilo la kwanza. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Utatu Mtakatifu. Kwa sababu hiyo umoja wetu, jumuiya zetu, familia zetu zote lazima ziendane na fumbo hili. Umuhimu huo tunauona katika sala zetu. Sala zetu zinaanza kwa jina la Utatu Mtakatifu. Tulipoanza misa hii, tumeanza na kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumeanza misa hii kwa maandamano, tunamwendea Mungu. Na tunapoanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunajikabidhi katika Utatu Mtakatifu kwa adhimisho hili. Tunaianza misa hii kwa Utatu Mtakatifu. Ndio maana mara nyingi tunasema, jamani, tuanze pamoja. Sisi sote tuanze pamoja hiyo misa katika jina hili la Utatu Mtakatifu. Na maneno ya mwanzo yanaanza na padre, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa niaba ya jamii yote ya Kikristo inayokusanyika katika adhimisho hili. Lakini vile vile maadhimisho ya sala zetu au mwanzo na sala zetu naishia na jina hilo hilo la Utatu Mtakatifu. Sakramenti zetu tunazoadhimisha zote zinaanzishwa katika jina la Utatu Mtakatifu. Pamoja na hayo yote, kengele zinazogongwa, kengele inagongwa mara 3 kwa siku. Asubuhi saa 12 ile, lakini mchana, lakini jioni tena saa 12. Yote haya yanatukumbusha tuabudu Utatu Mtakatifu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Lakini pamoja na hayo yote, tunapoingia kanisani tuna maji ya baraka, tunajibariki katika jina la Utatu Mtakatifu. Makuhani wetu wanatubariki katika jina la Utatu Mtakatifu. Na katika vipengele hivyo ndio tutaona kabisa kwamba fumbo hili ni muhimu sana katika maisha yetu. Tunaangalia historia ya kanisa, tunaangalia jinsi watu walivyoangalia katika usomi wao kwa kutumia akili yao. Tunakutana katika historia na mtu aliyekuwa anaitwa Ario. Huyo Ario ni yule aliyeleta changamoto katika Utatu Mtakatifu. Ni yule aliyesema tunamwangalia Yesu kama binadamu, hatumtambui huyu kama Mungu. Mungu yuko peke yake, hatuwezi kaweka kitu kingine pembeni, mtu mwingine pembeni. Mababa wa mtaguso wa Nisea ulioadhimishwa mwaka 325 wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliweza kutangaza rasmi kwamba Yesu Kristo ni Mungu Mwana, ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Na hili tunalikiri kila wakati katika ungamo letu la imani, kila adhimisho letu. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, huyo aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, mwenye umungu mmoja sawa na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa kupitia yeye. Ni kutokana na mtaguso huu wa Nisea ule wa 325 wa mababa wa mtaguso huu wakiongozwa na Roho Mtakatifu wakatangaza rasmi hivi. Lakini kuna mtaguso mwingine wa Konstantinopoli ambapo kulikuwa na maadui wengine wa Utatu Mtakatifu waliosema kwamba Roho Mtakatifu sio Mungu. Hawa tena walikusanyika mababa wa mtaguso wa Konstantinopoli wa 381 wakatangaza rasmi wakiongozwa na Roho Mtakatifu, Roho huyu ni Mungu. Ni Mungu anayetoka kwa Baba na Mwana, ni yule ambaye anaabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, kama tunavyokiri katika imani tunapoungama kila adhimisho la Dominika na sikukuu kubwa. Utatu Mtakatifu vile vile tunauona katika maadhimisho makubwa. Tunauona katika adhimisho la kuzaliwa Bwana, tunauona katika adhimisho la Epifania, tokeo la Bwana. Tunaona Utatu Mtakatifu katika adhimisho la Ijumaa Kuu. Tunaona Utatu Mtakatifu katika adhimisho la Pasaka, katika kupaa Bwana, katika Pentekoste. Na katika hayo yote tunaona ni ukamilifu wa fumbo la Kipasaka ambalo linakamilika na ujio wa Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana tunapoyaona masomo yetu ya leo yanatuongoza hivyo kutoka kale, kutoka Agano la Kale. Mungu anajifunua kwetu katika uumbaji. Mungu anajifunua kwetu katika Agano la Kale kupitia mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, na Mungu anajifunua katika ujio wa Roho Mtakatifu kwetu. Na ni Mungu yule yule, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, nafsi tatu. Na ndio maana tunaona kwamba ili tuweze kutambua haya yote katika maisha yetu, sisi kama binadamu tulioumbwa kwa sura mfano wa Utatu Mtakatifu lazima
tuheshimiane, kwa sababu Utatu Mtakatifu uko ndani mwetu. Sisi ni hekalu la Mungu, na kwa sababu lazima tuheshimiane. Na katika heshima hiyo tunaiona tunavyoshirikiana, tunavyosaidiana bila kudharauliana. Ni lazima tuone kwamba Mungu huyu ndio chanzo cha nguvu na ujasiri tulio nao katika kutangaza habari njema. Na tunaona sasa Utatu Mtakatifu huu, Mungu huyu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ndio Waingereza wanasema ni modo kwetu. Tunamwangalia Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tunaziangalia familia zetu, tunajiangalia sisi wenyewe kwamba kumbe tumeumbwa ili tuishi katika umoja. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu pamoja, umoja usiogawanyika, ni Mungu pamoja, ni familia. Kwa hiyo tunamuona huyo, na ndio maana vile vile katika familia zetu lazima kila mara tuangalie, je, zinafanana na Utatu Mtakatifu, kwa sababu familia hizi ni sura na mfano wa Utatu Mtakatifu. Kila kinacholeta mgawanyiko hakitoki kwa Mungu. Familia lazima ziungane ziwe kitu kimoja, pamoja na jumuiya zote tulizo nazo. Lakini pamoja na haya, sisi sote ni lazima tufanane na Utatu Mtakatifu kwa maisha yetu, kwa matendo yetu, kwa yote tunayoyafanya. Na ndio maana tunapoangalia hiyo yote, na hasa katika Injili ya leo, tunaambiwa Roho Mtakatifu atatuongoza katika kweli yote. Tumeumbwa tuishi katika ukweli, sio katika vivuli, si katika unafiki fulani, ila katika kweli. Ndio Utatu Mtakatifu, ndio kufanana naye huyu Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, umoja usiogawanyika. Mababa wa Sinodi ya Afrika walipokuwa wamekaa katika sinodi hiyo, waliweza wakaliangalia kanisa kama familia, na wakiwa wanaangalia Utatu Mtakatifu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, nafsi tatu, umoja usiogawanyika, Mungu pamoja, kama familia. Na ndio maana tunapoangalia kanisa hili kama familia, tunaangalia parokia yetu kama familia inayolishwa na chakula ambayo ni Baba ni Ekaristi Takatifu. Kama Ekaristi Takatifu wote tunakula hapa, lazima tuwe kitu kimoja katika komunio takatifu. Tunakuwa wamoja, tunafanya mambo yote pamoja kwa upendo mkubwa. Tunaposherehekea sherehe hii, tuangalie yote haya, tutafakari ushirikiano wetu, tutafakari familia zetu, tutafakari wakati mwingine na jamii yetu inavyokwenda, na tutafakari kwa namna ya pekee katika ulimwengu wetu huu, na tusome alama za nyakati, tusitafsiri katika mwanga wa Injili, na tujue kwamba sisi tuishi kama inavyotupasa, kama watoto wa Mungu huyu ambaye ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tukionyesha upendo mkubwa kati yetu na ushirikiano mkubwa na umoja ambao yeye mwenyewe anatuonyesha, kama tunavyoambiwa katika somo la pili, tumaini halitahayarishi, kwa sababu tumemiminwa ndani mwetu pendo la Mungu na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hiyo tunayo matumaini makubwa katika maisha yetu. Kwa namna pekee tunapoadhimisha jubilei kuu mwaka huu wa 2025, jubilei kuu, tumaini halitahayarishi. Na sisi kama mahujaji wa matumaini tuweze kuwa wamisionari wa matumaini katika maisha yetu, kwa kuishi navyotupasa kama watoto wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.